wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dhawi shirafil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Baada kumshukuru Allah jalla fi'ala na kuzitaka rehema na amani zimwendee Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tupo katika mwezi 16. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie Ramadhani hii iwe ni sababu ya sisi kusamehewa madhambi yetu. Inshallah, leo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tutaelezana faida ambayo inapatikana katika suratul A'la, katika suratul Balad. La uqsimu bihadha albalad. Sura hii anasema mmoja katika ulama, anasema idha uliqat ala alwaladi inda wiladatihi. Anasema sura hii utakapoiandika kwenye karatasi, kisha karatasi ile ukamfunga nayo mtoto mdogo aliyezaliwa siku sio nyingi, ukamfunga nayo kwenye mkono, kwenye bega, basi amina min jamii alhawam, mtoto huyo atapata amani kutokana na misukosuko yote katika ulimwengu. Hii la uqsimu ukiandika kwenye karatasi kisha ukamfunga nayo mtoto mdogo kwenye mkono au kwenye mguu au sehemu yote, kisha akakaa nayo yule mtoto kwa muda mchache sana, basi mtoto huyo atapata amani kutokana na majanga yote katika huu ulimwengu. Kwa hiyo hii ukifanya hivyo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, mtoto wako atakuwa na amani, hasadi zitamwepuka, vijicho hivyo, mashetani, majini. Utakapoiandika sura hii kwenye karatasi kisha ukamfunga nayo mtoto mdogo katika mwili wake, ima katika mkono au kwenye mguu au kwenye bega, basi mtoto huyo atasalimika kutokana na mambo mabaya kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, hii ndio faida ambayo inapatikana katika suratul Balad. La uqsimu bihadha albalad. Inshallah, ukihitaji kuwa kwenye grupu langu la WhatsApp, nitumie SMS kwa namba zangu za WhatsApp ili nikuunge kwenye grupu 0777 799359, 0777 799359, ili nikuunge kwenye grupu la WhatsApp upate faida kubwa kama hizi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, tukutane katika vipindi vinavyokuja mbele. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.